Habari gani mwana KO TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa, jina langu ni D wa KO TV. Moja ya story kubwa sana katika upande wa siasa za Tanzania zinamhusu Esther Bulaya pamoja na Halima Mdee. Kupitia katika peji maarufu sana ya mwanaharakati kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye anafahamika kama Martin Maranja Masese ameweza kuchapisha waraka mrefu kabisa kuhusiana na historia fupi ya Esther Bulaya, lakini pia ameweza kusikitishwa na namna Esther Bulaya alivyochukua maamuzi hayo magumu kujiunga na Chama cha Mapinduzi, yani CCM. Nataka nikusomea kile ambacho ameandika Martin Maranja Masese katika mtandao wa Twitter, na nukuu: "Chunga tamaa mbaya. Picha hii nzuri sana ilipigwa siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2020 mbele lango la kuingia katika ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Bunda. Hii ni siku ambayo Esther Bulaya alikuwa amekwenda kurejesha fomu ya kugombea ubunge jimbo la Bunda mjini, ubunge ambao hakika tulishinda. Naonekana hapo nyuma uso wenye tabasamu nilikuwa meneja, yani meneja kampeni katika kampeni za Esther Amosi Bulaya katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Timu yetu ya kampeni ilifanya kampeni za kisasa sana katika mitaa yote 88 ya jimbo la Bunda mjini, mikutano ya hadhara na kampeni ya nyumba kwa nyumba. Mchakato wote wa uchaguzi uliporwa na dola katili ya CCM. Fomu za matokeo namba 24 wasimamizi walijaza usiku ya kupiga kura ukumbi wa halmashauri. Mawakala wote wa Chadema waliondolewa katika vituo vya kupigia kura, saini wakajaza wasimamizi wenyewe. Mgombea Esther Bulaya alikatiliwa kukagua fomu. Katika ngome yetu ya majumuisho ilikuwa katika hoteli ya Adelaide. Mawakala wetu walikuwa wanakuja bila matokeo, walikuja na matokeo hayana saini. Kwa majumuisho yetu, mgombea wangu Esther Amos Bulaya alipata kura 31,129, lakini kura za mgombea wa CCM ni 13,258. Akapewa mgombea wangu Esther Bulaya. Wakati wa kampeni, ngome yetu ya uchaguzi ilivamiwa usiku na OECD Bunda na kuanza kupekua bila kibali. Majira ya saa 9 usiku walimkamata mgombea siku hiyo. Wakatuhoji kila aliyekuwa ndani siku hiyo kwa kuonesha vitambulisho vyetu. Ambaye hakuwa na kitambulisho walitaka kuondoka naye. Tukaleta nongwa sana. Vijana wetu wa ulinzi na matangazo wakiwa katika matangazo ya mkutano wa kufungua kampeni walivamiwa na polisi kwa amri ya mkuu wa wilaya. Wengine walifanikiwa kukimbilia milimani, mawakala lakini wakalala huko siku 3. Vijana 13 walikamatwa wakapelekwa kesi ya unyang'anyi wa kutumia silaha, yani MD robbery. Gari la matangazo gari lililokuwa inaendesha matangazo ilishikiliwa hadi baada ya uchaguzi. Siku ya kufunga kampeni tulitafuta vifaa vingine vya matangazo vilivyopokwa na vipo Bunda mjini. Baada ya uchaguzi, siku ya matokeo, Esther Bulaya akakimbilia kujificha Musoma mjini kwa kuwa kulikuwa na sekeseke la kamata viongozi wa Chadema. Ni wakati wa polisi walimkamata Freeman Mbowe, Godbless Lema na Boniface Jacobo Dar es Salaam kwamba wanaratibu maandamano kupinga matokeo. Mimi nilibaki Bunda kwa miezi mitatu nikishughulika hao vijana 13 wa ulinzi watoke gerezani. Nisingeweza kuacha, walikuwa ndugu zangu wakati wa kampeni. Bunda sio kwetu na sio kwangu. Hapo
ilibidi kuishi hotelini kwa muda wote huo. Kesi inamalizika, nikashughulikia gari na vifaa vya muziki polisi. Siku moja tukiwa mahakamani Bunda, tukishughulika na kesi ya vijana wale 13, tunamuona Esther Bulaya akiwa gerezani chini ya tent anaapishwa kuwa mbunge. Hakuwahi hata kutushirikisha kwamba anao mpango wa kuwa mbunge wa viti maalum. Nilishangaa tu, ameibuka bungeni. Jacob Ndugai anamwapisha kuwa mbunge. Nikaendelea kubaki Bunda. Baada ya siku 62 vijana wetu wote waliwaachia huru baada ya DPP kuleta maombi mahakamani hana nia ya kuendelea na kesi. Polisi wakaachia gari, vijana wetu wakashukuru. Kila mmoja akarejea kwao baada ya kusota kwa miezi 2 na siku kadhaa gerezani wakipambania Ulaya. Wakakumbuka ile siku ambayo msafara wa Chadema ukikutana msafara wa CCM jioni baada ya mkutano wa vita vya mawe na mapanga kuibuka. Watu walichanika. Esther Bulaya amesahau anajiunga na CCM kutafuta ubunge ambao CCM ilipola kwa watu na kuwaumiza. Ni jambo baya, lakini amerejea kwao. Watu wetu walipigwa mapanga na kujeruhiwa. Walipewa kesi zisizo na dhamana. Wakaishi gerezani kwa muda ili awe mbunge. Leo anajiunga na mboga. Haina noma, akaweka hashtag ya no reform no election. Mwisho wa kunukuu. Jina langu ni D wa Kewi TV. Tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kabisa kujiunga nami katika ulimwengu wa siasa. Lakini watu wamekuwa na maoni tofauti katika eneo la kuandika maoni. Wa kwanza anaitwa God Bless Lema mwenyewe akasema God Bless Lema mwenyewe ametoa maoni ambayo ni waraka mrefu kwa kweli kusoma hapa. Unaweza kuchukua hata dakika 15, lakini nataka nisome comment ya pili hapa. Inatoka kwa Faida Majia anasema, hawa si mwafukuza wanachama? Ninyi hamshiriki uchaguzi, mnapambana kuzuia uchaguzi. Sasa milio ya maandishi marefu na namna hii inatoka wapi? Martin akaja kumjibu akasema, mimi sina tatizo na huyu kiumbe kugombea ubunge. Tatizo langu ni kukimbilia CCM kugombea ubunge. CCM ambao alipola ubunge huo pale Bunda kwa gharama za watu wetu kuumizwa, kutekwa, kutunzwa gerezani. Lakini pia tumia akili kidogo tu ukiwa online. Acha mochwali kama kawaida. Sijajua alimaanisha nini hapa, lakini MC Mina anasema huku X kuna mtu huwa anaweka tukana, siwezi kuendelea kusoma, lakini Bedan anasema huyu manzi bona kama alikuwa amekubaliana nao kwamba akubali matokeo na atapata chochote kitu, huku akiacha maumivu kwa watu bila wahusika kujua. Lakini Kasoma JR anasema ulifanya jambo sahihi kwa wakati sahihi. Kwa sasa relax, ni suala la muda tu. Ima tuwe hai bado au wengine tushapotea kwenye uso wa dunia. Wengi wao vilio vinaanza miezi kadhaa ijayo na life will get back to normal again. Lakini Dr. Wiseman anasema, mimi kupitia no reform no election nimejifunza vitu vingi, ikiwemo kutambua ngano na magugu. Kuna vitu inabidi vitoke ili uone rangi halisi za watu. Sasa mimi nafurahi kuona upinzani ndani ya chama tawala, yani safari hii kuna watu watatoana uhai ili tu kutetea tumbo. Lakini mtu 5 anasema posti zingine inasomeka ni jinsi gani mtu anaandika akiwa na maumivu makali sana ya sio ya kifani. Pole sana kamanda. Wanasiasa wengine bongo ni njaa tu.
Lakini Dcloy anasema kitu kingine ambacho wabongo inatakiwa kwanza kuzingatia ni namna ya kudili na wasaliti wa design hii. Yaani mtu mnampambania mpaka wengine wanakaa jela kwa ajili yake, alafu mwisho wa safari anawasaliti anakwenda kwa watesi. Lakini Bajaji anasema lakini snitch ni huyo mama akushoto ni mbaya sana. Lakini Gadvin anasema historia haifiki hata nusu ya Kabulu pale Kigoma mjini. Ilikuwa noma sana, lakini mwisho akasaliti imani hii, ashapotea, anabaki kutozea. Alex Bindo anasema hawa sio viongozi, hawana hata quality ya uongozi, ni life opportunity, ubunge ni mchongo wa kutoka kimaisha. Lakini Kisabo anasema nashindwa kujibu kipi, kwani umekumbusha maumivu ya wengi sana, hasa ile siku gali zinakutana pale Nyasura, huku mboga huku makamanda. Kiukweli niko tayari kumtusi akipanda jukwani. Lakini Joshua anasema pole sana, aisee, Mungu awabariki sana, mliopambana sana na mlikuwa na mvuto mkubwa sana kwa raia pale Bunda. Lakini Mike anasema usaliti ni ukiukaji mkubwa wa uaminifu na inaweza kuwa moja wapo ya aina nyingi za maumivu yanayoathiri wanadamu. Pole sana Martin Maranja Masese. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo umeweza kutoa katika mtandao wa Twitter kwenye chapisho la Martin Maranja Masese. Jina langu ni D wa Kewi TV. Tafadhali subscribe na turn on notification. Bye bye, tukutane wakati ujao katika ulimwengu wa siasa.